siasa, alikunywa akajisahau, akaanza kutukana watu. Wenda wasimu nyinyi, hata msituchague, tutaki kura zenu. Ambia Naipei, jameni, unachoma, rudi kwa gari. Rudi kwa gari kwanza, hata akakojoa kwa gari yangu. Ni vile amekunywa. Wadaku, mambo ni hayawi. Wanasemanga ni hayawi. Welcome to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje Mdaku wa Gulf, aka Mdaku wa Gulf, home and away, msichana mrembo peke yake kutoka Mumias, Kakamega County. Hebu sikia hiyo introduction. Wadaku, leo tunataka kuongelelea Mr. MP, coming MP Kasarani, Apostle Kanyari. Yani Kanyari atakuwa na majina mingi. Ni MP mheshimiwa. Okay. Kanyari, unajua mkienda na yeye mahali lazima apate ile topic yenye ataongelelea Sunday. Ile topic yenye ataongelelea Sunday, what happened. So as all we know that Kanyari wakati alikutana na Naipei, saa hii ni kama mabibi na mabuana, yani mafrrr mpanya. Naipei na Kanyari ni kama wako in love. Si ati ni kama wako in love, wako in love. Na niliwaambia before, kama previous video, nikawaambia mtakuja kushtuka mshangaya yaje Naipei ameolewa na Kanyari. Sasa Kanyari yuko single, ana enjoy. Yule mtu ambaye alikuwa amemweka kwa amemuwekelea, amemweka kidogo ati ako na bibi, hana bibi, hayuko. Sasa Wadaku, siamsikii aje Naipei alienda kukampeni na Mr. Apostle Kanyari, mheshimiwa, the incoming MP wa Kasarani. Walienda kukampeni. Sasa siamsikii aje naye Naipei alienda kama amekunywa pombe, akaanza kusema aje ati hata msitupatie kura, sijui msifanye nini, ikawa anachoma. Lakini wacha sasa tuongee story ya Kanyari. According to me, if me, ninaweza kupea Kanyari hiyo chance akwe MP. Kanyari ni mtu mwenye anatoa. Sasa sijui kama maybe atapata hiyo kiti, hatatoa ama ataendelea kutoa vile anatoanga. Kanyari kwake huwezi lala njaa, Kanyari kwake huwezi kosa fare, Kanyari kwake huwezi. Kanyari ni mtu tulianza kumjua kutoka kitambo. Ni mtu wa kutoa. Ni mtu wa kutoa. Mnaonanga hata kwa kanisa yake vile anapatiananga unga. Siku hizi tangu Betty Bayo akufe, aliacha kuchomea nyama kwa madhabahu. Tell me why. Before Betty Bayo akufe, akwe mkufi, Kanyari alikuwa anachomea nyama na mtura na mayai boiro kwa madhabahu. Tangu Betty Bayo akufe, hapo ndio story ya kuchomea nyama kwa madhabahu ikafanya nini? Ikakoma. Who does that? Hata siamsikii aje. Sasa huyu naye Naipei naye ako in love na Kanyari. Sasa wanga wanaenda kulala what can I make this to be good. Anyway, ni udaku ni udaku. Sasa siamsikia aje. Hapo mwanzo Naipei alikuwa anasema Kanyari amemkula, Kanyari amemfanya, sijui imekuanga, ikafikanga, ikateremkanga. Ni ukweli. Kanyari anapenda Naipei anapenda Kanyari. Na wanaweza kuwa good couple. Yani wanaweza kuwa good couple. Yani ni shida tu ni ile, yani sijui kama hawa watoto wake wa Kanyari watampenda Naipei. Lakini mimi sina shida na kijana, niko na shida na msichana. Mimi sijui kama huyu msichana atapenda Naipei, kwa sababu tell me, msichana amespoiliwa pesa. So yeye anajua tu mtu mwenye atakuja kukaa na baba yake atafanya nini? Atakula pesa za baba yake, hatamsaidia. Who does that? Sasa Wadaku, wacha sasa tukuje sasa kwa kura. Kwanza sai MP wa Kasarani ni nani? Right now MP mwenye Kanyari anataka kumtoa, huyu mbunge, MP, members of parliament, ni nani? Sasa unajua Kanyari ataokipa hiyo kazi mbili. Atakuwa pastor, tena atakuwa MP. Kazi mbili at the same time. Who does that? Who does that, Wadaku? Nilikuomba unijibu baba, nilikuomba unijibu.
you. Unajua uzuri wa Kanyare ameanzia kwa kiti ndogo. Wachana na ule alikuwa anasema jina langu ni Pastor Pius Mwiru katoka kanisa ya Maximum Miracle Center hapo Odeon Cinema. Wachana, huyu alianza na kiti kubwa. Hakwenda kwa MCA, hakwenda kwa governor, hakwenda kwa senator, hakwenda kwa nani members of parliament, hakwenda. Yeye alitaka upresidento. Sasa tukashindwa, huyu anataka upresida. Akona kazi mbili, atakuwa na preach aje pale audio, alafu anakuwa president, na president vijana anakuanga na kazi mingi, kumeka. Lakini Kanyare ameanzia kiti ya chini. Hata mimi namsupport 100% sure, namsupport. Mimi ningekuwa wananio constituent, wanasemanga constituent, oh my god, constituents, hey ya Rabbi, constituent, ya Rabbi haram mushkila, constituency, mimi hiyo ward mimi ningepea na nikura, kwa sababu mimi Kanyare ni mtu mwenye anatoa, ni mtu mwenye anatoa. I wish you win baba, katika jina la Yesu Kristo. Nachukua Apostle Kanyare na mweka kwa mikononi mwako Jehova. Naomba umpatie hiyo kura. Watu wa Kasarani, tafadhali mpe Kanyare. Kanyare ni mtu anatoa. Mumepata motorbike, mumekula mtura kwa madhabahu, mumekula nyama chom, mumepata maiboiro, mumekula mpaka mpiripiri. Sasa mumejava frumba nyaza chakula ya Pastor Kanyare. Pastor Kanyare ni mtoi, na ni mtowani. Yeah man, yeah, Pastor Kanyare ni mtowani. Wewe unakaa hapo na Pastor Kanyare akikuwa yeye ni leader. I'm telling you Maina, she will remove. No, he will remove. Yani he will towering. Kisungu ni ngumu, but anyway. Sasa wadaku ndio hivyo. Hebu mjaribu mpatie Kanyare hiyo kiti. Muone vile atakuwa either good leader ama bad leader. But for me, it seemed like Kanyare ni good leader. Simjui, lakini Kanyare anakaa ni good leader. What if muriski mpe muone? I'm telling you, watu wa Kasarani, hamtakosa matips. Mtakuwa mnakula chom kwa barabara. Mimi niko 100% sure pesa ya Kanyare hata kuwa anatumia kwa vitu zake. Mshahara wa Kanyare atakuwa analipwa na gava. Hatakuwa analisha watoto, mayatima, wa mama, wenye wanataka biashara, watu wenye wanataka nduthi, watu wanafanya nini, na ipay oh my god. Nani atawasaidia? Kanyare atawasaidia. Kanyare anasaidia, by the way. Mimi hata namchambanga, lakini actually he's a good man. Mimi namchambanga, lakini ni good man. Yeah. Ni pastor mwenye sijaiona, ama ni apostle mwenye sijawaiona akitendea watu mema hivyo. Kuna mapasta hapa wa stingy. Hata kuchukua tu shilingi 50 kupatia muumini kumwambia hii ni fair, never. Lakini wao ndio wanataka wapate hizo mamilioni za pesa. Hata kuchukua hizo machakula kupelekea mayatima, kupeleka kwa children's home, kupeleka kwa watoto wenye kununua mavazi hawawezi. Lakini wao ndio walikuwa wanataka tu akipewa wangu offering. Who does that? Sasa tena tukuje kwa round 2 ambayo ni nini? Ni nyumba ya Kanyare. Unajua leo niko na stories za Kanyare, nataka kuunganisha mara moja 2 in 1. Kanyare anasema tangu anunue hiyo nyumba ya 19 million. 90 million. Hajakaa ndani. It's boring. Mfanyikazi ndiye ako kwa ile nyumba. House girl na house boy. Who is a house boy? Apart from Tash. Who is house boy? Unajua if Kanyare anaita Tash house boy, bas Kanyare ni mtu mbaya. You tell me why. Kanyare ni mtu mwenye amelindiwa watoto wake na baba mlezi. So Kanyare, he need to respect Tash. If Kanyare ndiye anaita Tash house boy, bro unachoma. Muheshi unachoma. Huyu umechoma Muheshi. Mheshimiwa umechoma. Yeah. Haufai kuita
touch houseboy. No. Kama nyumbaki inaishi na house girl, at house girl anakula nyama, mnaona akikula nyama, watoto wake wakuli nyama. So kumaanisha house girl wa Kanyari yeye anakula tu nyamnyam, na watoto wa Kanyari wakikula cabbage. Who does that? Who does that, wadaku? Anyway, that's the story of another day. Finya notification kuwa ndani.